zote amelipa. Sasa tukawa tunajiuliza, kabla ya yote tulifanya uchunguzi, tukagundua kwamba mwekezaji amelipa bonus zote, amelipa mpaka mishahara ya mwezi huu. Sawa? Sasa tukawa tunajiuliza wachezaji wanadai bonus zipi, kwa sababu understanding yetu ilikuwa inatuambia au inatuaminisha kwamba kama mwekezaji amelipa kile alichoahidi, possibly na klabu nayo imeshafanya nini? Imelipa, kwa sababu mwekezaji mostly anaahidi kutokana na kile ambacho klabu wameahidi. Kama klabu imeahidi milioni 100, mwekezaji anatopu milioni 100, inakuwa milioni 200. Kama klabu imeahidi milioni 200, mwekezaji anatopu 200, maana yake inakuwa milioni 400. Kwa what we know ni kwamba mwekezaji amelipa kile anachodai. Swali letu likawa, wachezaji mpaka wanagoma wanadai bonus zipi? We have come to realize kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hazijalipwa na nani? Na klabu. Na klabu inasemekana, kwa sababu kuelekea mechi kuna wanachama ambao huwa wanakuwepo kule kwenye, nyinyi waandishi wa habari huwa mnaenda sehemu nyingi. Kuna wanachama ambao wanakuwepo on back wakati ule wa kuelekea kwenye mechi. Kwa kuna wanachama wenzetu walikuwepo pale, waliona ule mgogoro. Wakasema kwamba wachezaji wanadai bonus ambazo hawajalipwa na klabu. Na klabu ilisema kwamba haina pesa ya kulipa hizo bonus, instead of wanasubiri kafu wawalipe ndo wafanye nini? Wawalipe wachezaji. Kwa hivyo waliwaambia wachezaji watalipa, I think end of this month kafu wakishalipa. Lakini wote tunafahamu kwamba kafu huwa wanalipa pesa immediately mara baada ya mashindano. Na mashindano yameisha na kafu tayari wameshatangaza msimu mpya. Nyinyi waandishi wa habari maana yake mnafuatilia. Kafu wametangaza msimu mpya. What I know is kafu huwa hawawezi kutangaza msimu mpya kama kuna vimeo ambavyo wamebaki nao. Mpaka wanatangaza msimu mpya, that means wamesha clear air na vitu vyote ambavyo wanatakiwa kufanya. Kwa sisi tunaamini, tuna guts za kusema kwamba kafu wamelipa hizo pesa na pesa zimeingia kwenye akaunti ya Simba Sports Club. Hii inamaanisha kwamba kafu wameshamaliza majukumu yao kwenye msimu huu. Lakini cha ajabu mpaka leo, dakika hii ambayo tumekaa na nyinyi hapa tunazungumza this minute, wachezaji bado hawajalipwa hiyo bonus. Tunajiuliza bonus hii anayedaiwa ni Mo au inadaiwa club? Katika mazingira hayo, bonus hii anadaiwa Mo? Ni club ndio inadaiwa, si ndio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo haviko sawa. Haya ni maswali ambayo viongozi wa Simba Sports Club wanapaswa kujibu. Ndugu waandishi, stahiki hizi hadaiwi mwekezaji, badala yake naomba niseme wanaodaiwa ni klabu. Kama wana maneno tofauti na haya tunayosema, they need to tell us. Wanapaswa kutoka na kutuambia kwamba huu sio ukweli wa hiki ambacho nyinyi mnakifikiria au mnacho. Ndugu zangu waandishi wa habari, kuhusu viongozi wa Simba Sports Club, ni muhimu sana kuwa na uongozi shupavu unaoongozwa na maadili, uadilifu na nia ya dhati ya kuleta maendeleo kwa wanachama wake na sio kuleta migongano. Ni wajibu wetu na wajibu wenu nyinyi kama waandishi wa habari kuhimiza mtazamo wa kujenga, kushirikiana na kufanya kazi kwa pamoja ili kudumisha hadhi ya klabu yetu na kuinua kiwango cha soka ndani na nje ya nchi yetu. Kwa kipindi hiki chote Mohamed Dewji amekuwa akijitolea kwa dhati kwa zaidi ya miaka 30 kuhakikisha klabu ya Simba inapata mafanikio. Ni muhimu sana kwa uongozi wa Simba kuwa wa kwanza kutambua mchango wa mtu huyu badala ya wao kuwa wa kwanza kumkatisha tamaa kwa maslahi yao binafsi. Sisi wana Simba na ninaamini I have all the guts to say sisi, kwa sababu huu ni ujumbe wa wana Simba wengi. Kama mko kwenye social media, mko mahali kote, mmeona kuna wengine wameshaanzisha kampeni ile ya kwamba tutaenda kinyume na yeyote anayeenda kinyume na mwekezaji. Kuna hiyo kampeni ilikuwa inaendelea. Kuna wengine wamesema mmegusa pabaya. Hii maana yake ni nini? Kwamba sisi wana Simba tunaona kile ambacho wamekifanya
kutoka misimu mingapi ya nyuma huko tuliokuwa nayo na mara baada ya yeye kuingia kwenye nafasi yake ya uwenyekiti, ni vitu gani ambavyo amevifanya. Kwa hiyo tunaomba viongozi wetu, iwe muhimu sana kwao kama viongozi kutambua mchango wa huyu mtu na sio kumkatisha tamaa. Sisi wanasimba hatutaruhusu hilo. Sisi wanasimba hatutaruhusu hilo. Kama kuna jambo lolote ambalo haliko sawa, viongozi wanajua wazi kwamba sehemu hilo kitu hicho hakiko sawa. Wao wanafahamu sehemu sahihi ni kwenye mkutano mkuu na si vinginevyo. Wanajua kabisa kwamba sehemu sahihi ya kuaddress any issues especially zinazomhusu mwekezaji, kama ana weaknesses ambazo zinaleta mtafaruku au zinaturudisha nyuma sisi, sehemu sahihi wao wanajua ni kwenye mkutano mkuu, kwa sababu mwekezaji amepitishwa na mkutano mkuu na atatolewa na mkutano mkuu, sio vigenge vichache vya watu wachache ambao viongozi wetu wanathubutu kukaa nao kujenga au kutengeneza mentality yao ya kwamba pambaneni tumtoe Mo Dewji sijui kwa sababu anasusa sijui. Huko sio sehemu sahihi. Hao wanaoongea nao sehemu sahihi ni mkutano mkuu. Sababu ya kwa nini mkutano mkuu? Ibara ya 18 ibara ndogo ya pili inasema hivi: mkutano mkuu ambao umeitishwa kwa kufuata masharti na katiba ndio wenye mamlaka ya kufanya maamuzi, na maamuzi yanayotambulika kikatiba yameainishwa kwenye ibara ya 28. Sielewi viongozi wetu wanapokuwa wako bize kukaa au kukusanya wanachama wachache wanamaanisha nini, wakati wakijua kabisa sehemu sahihi ni kwenye mkutano mkuu. Ndugu wanahabari, moja ya faida kubwa sana ambayo Simba Sports Club tumebarikiwa na Mwenyezi Mungu ni kuwa na mwekezaji mzalendo, mwanachama na shabiki namba 1 wa Simba Sports Club kwa zaidi ya miaka 30 sasa. Hatuna budi kutambua na kuthamini mchango mkubwa anaotoa kwa klabu yetu na mabadiliko makubwa aliyoleta kwenye soka nchini Tanzania. We all agree kwamba yeye ni game changer. Yaani tuwe tunakubali au tunakataa, yeye ndio game changer wa football wa soka hapa nyumbani. Ameanza mbali, ameanza na Simba mbali kabisa. Yeye ndio mtu wa kwanza kuintroduce mishahara kwa wachezaji. Yaani the time wachezaji wanafungua macho wanajua kumbe mchezaji anapaswa kulipa. Ni yeye. I think alianza kulipa F6 Sijui F6 sijui F60 ndio ulikuwa mshahara mwaka 2006, right? Ndio ulikuwa mshahara mchezaji kwa mara ya kwanza anapokea. Akatambua kwamba kumbe mchezaji anapaswa kupokea mshahara. Akatambua kwamba kumbe football ni kazi, ni ajira kama ajira nyingine. Niwaombe sana waandishi wa habari na wadau wa soka kwa ujumla kuendelea kuhakikisha umoja na mshikamano, kuendelea kusimamia na kuhakikisha umoja na mshikamano badala ya kuendekeza chuki au migogoro isiyo na msingi wa kweli. Tushikamane na kusimamia haki, ukweli na maendeleo ya soka la Tanzania kwa ujumla. Tukumbuke kuwa Simba ni mojawapo ya alama ya taifa letu. Tunapaswa kuilinda, kuikuza na kuipa heshima inayostahili. Ndugu zangu waandishi wa habari, sisi hatujaanza kuzungumza na nyinyi leo. Hatujaanza leo. Hii sio mara ya kwanza. Nafikiri kwa mara ya kwanza kukaa na nyinyi tulikaa, wale ambao tulikuwa nao by then tulikaa, I hope ilikuwa May, tulikuwa na ile movement, of course sisi tulisema movement, lakini huko nje waliipa jina la movement Ondoa Mangungu. Our movement haikuwa inamaanisha kumuondoa mwenyekiti. Movement yetu ilikuwa inamaanisha kudai haki hii ambayo leo tutaenda kuisema tena hapa. Ilikuwa